Hello, karibu sana kwenye kipindi chetu cha habari. Hii ni Pepele News ambayo inakutayarishia habari hizi kwa muda muafaka, na asubuhi ya leo tukiwa tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka 2026. Hivyo endelea kuwa nasi hadi mwisho ili uweze kupata taarifa kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa mashariki mwake, pia na taarifa kutokea pande mbalimbali za dunia hii. Hii ni Pepele News ambayo inakuletea taarifa hizi na mimi ni msomaji wako Leta Pepele. Tutaanza na taarifa yetu ya kwanza tukiwa huko Goma ambako wanawake wameweza kulalamika na kutaka waweze pia kuhusishwa katika muungano au kuweza kutafuta kwa amani katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wanawake hao ni wanawake kutokea pande mbalimbali za Goma, pia huko Ituri ambako mashambulizi dhidi ya raia yanaendelea kutokea siku baada ya siku. Hivyo wanawake hao wanataka kuweza kuhusishwa katika mchakato wa kutafuta amani katika maeneo hayo. Pia tutaweza kuwa ndani ya Mambasa ambako wakimbizi wengi wameweza kuwasili katika eneo la Mambasa Centre na kuweza kusababisha eneo hilo kuweza kuwa na msongamano mkubwa, hivyo uhalifu pamoja na magonjwa mbalimbali yanashukiwa kuweza kutokea kwa idadi kubwa, na hali hiyo inaweza kufanya hadi eneo hilo linaweza kuingia katika hali mbaya ya kiusalama pia ya kiafya. Tutaelekea katika nchi ya Colombia ambako tetemeko la ardhi limeweza kutokea na hivyo kusababisha vifo vya watu wengi na majeruhi wengi. Pia tutaweza kuona majeruhi hao ni wangapi na nyumba zao nyingi ziliweza kuharibika na watu wengi waliweza kupotea, hadi sasa hawajaweza kuonekana. Hivyo baki na Pepele News upate taarifa hizo zote kwa uhakika na kwa wingi zaidi. Wanawake kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameomba kushirikishwa kikamilifu katika juhudi za kutafuta amani na hasa katika utaratibu wa kufuatilia utekelezaji wa usitishaji wa mapigano kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na M23. Ombi hilo lilitolewa Jumanne tarehe 11 Agosti mjini Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, wakati wa kongamano la kitaifa lililolenga kujadili nafasi ya wanawake katika utaratibu wa ufuatiliaji wa usitishaji wa mapigano. Kongamano hilo liliandaliwa kwa njia ya ana kwa ana na mtandaoni chini ya uongozi wa kitengo cha jinsia cha MONUSCO. Walioshiriki katika kongamano hilo ni pamoja na wawakilishi wa taasisi za kitaifa, mashirika ya kiraia, viongozi wa wanawake pamoja na vijana. Katika mkutano huo, washiriki wameeleza kwamba wanawake, hasa wale wanaotoka katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro kwa Kivu Kaskazini na Ituri, wanapaswa kuwa na nafasi kubwa zaidi katika juhudi za kufuatilia suluhu ya migogoro hiyo. Wanawake hao pia wametaka kushirikishwa katika mchakato wa mazungumzo ya kitaifa unaotarajiwa kufanyika nchini humo. Kwa mujibu wa washiriki wa kongamano hilo, wanawake wana uzoefu wa moja kwa moja wa madhara ya migogoro katika jamii. Kwa hiyo wanapaswa kuwa sehemu ya mjadala na mifumo yanayolenga kurejesha amani badala ya kubaki watazamaji wa mchakato hiyo. Isabelle Pendeza, rais wa Collectif des Associations Féminines pour le Développement CAFED, amesema wanawake hawapaswi kupewa nafasi ya kuwa waangalizi pekee katika michakato ya amani. Kwa mtazamo wake, wanawake wanaweza kutoa mchango muhimu katika kutambua changamoto zinazokabili jamii, kutoa taarifa kutoka maeneo yanayoathiriwa na migogoro na pia kusaidia katika juhudi za kuzuia kuibuka tena kwa vurugu. Washiriki wa kongamano hilo wameendelea
kusisitiza umuhimu wa kuwapa wanawake nafasi ya kushiriki katika ngazi mbalimbali za mchakato wa amani. Hii inahusisha pia wanawake kutoka jamii zinazokumbwa na migogoro katika Kivu Kaskazini na Ituri pia, ambao wameweza kutoa taarifa kuhusu hali halisi inayojitokeza katika maeneo yao. Kwa upande wake, MONUSCO imesema mapendekezo yaliyotolewa wakati wa kongamano hilo itawasilishwa kwa taasisi na vyombo vinavyohusika ili kubaini ikiwa ni jambo zuri na liweze kufanyiwa kazi. Kasimi Bamba anayesimamia kitengo cha kuunga mkono utaratibu na wa ufuatiliaji wa usitishaji wa mapigano amesema mashirika ya wanawake yanaweza kuwa na nafasi muhimu katika kupeleka taarifa kutoka kwa jamii hadi kwenye mifumo inayofuatilia utekelezaji wa usitishaji wa mapigano. Kwa mjibu wa Bamba, mashirika hayo yanaweza kusaidia kufikisha taarifa zinazotoka katika jamii na hivyo kurahisisha ufuatiliaji wa hali ya usalama katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro hiyo. Ombi la wanawake hawa linakuja wakati ambapo juhudi ya kutafuta amani ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea, huku utekelezaji wa makubaliano ya usitishaji wa mapigano ukiwa unahitaji kufuatiliwa kwa karibu kutoka kwa wadau mbalimbali. Wanawake hao wamesisitiza kwamba ushiriki wao katika mchakato huo haupaswi kuwa wa kiishara pekee, bali uwe wa moja kwa moja na wenye mchango katika kufanya maamuzi na kufuatilia hali ya usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hizo ni habari ambazo tulikuwa tukikuandalia kutoka kwa wanawake wa Ituri na pia wa Kivu Kaskazini ambao uliweza kutolewa katika eneo la Goma. Acha basi tuzungumzie kuhusu tetemeko la ardhi ambalo liliweza kukumba nchi ya Colombia hapo Jumatatu tarehe 10 mwezi wa 8 na liweza kusababisha vifo vya watu 265 na kujeruhi takribani watu 3500. Hizo ni habari ambazo tuliweza kuthibitishwa na rais wa nchi ya Colombia ambaye anajulikana kama Abelardo de la Espriella. Tetemeko hilo la ardhi lilikuwa lenye nguvu kubwa hadi kuweza kufika kwenye 7.4 kwenye kipimo cha Richter na limesababisha uharibifu mkubwa katika maeneo ya magharibi mwa Colombia, hasa katika mji wa Cali pamoja na eneo la maarufu la utalii linalojulikana kama eneo la kahawa au Region du Cafe. Akizungumza Jumatano katika mkutano wa waandishi wa habari wa mji wa Bogota, Rais Abelardo de la Espriella amesema watu 496 bado hawajajulikana walipo, huku zaidi ya nyumba 11,000 zikiharibiwa kutokana na tetemeko hilo. Mamlaka zinaendelea na shughuli za kuokoa na kutafuta watu ambao hawajulikani walipo, wakati juhudi za kuwasaidia manusura au watu walionusurika na tetemeko hilo na waliojeruhiwa zikiendelea katika maeneo yaliyoathiriwa. Tetemeko hilo limeacha uharibifu mkubwa wa miundombinu na kusababisha hali ngumu kwa maelfu ya wakaaji katika sehemu mbalimbali za magharibi mwa Colombia. Hizo ni habari ambazo tulikuwa tunakuandalia kutoka huko Colombia, ambako tetemeko la ardhi limeweza kusababisha uharibifu mkubwa na hivyo watu wengi kuweza kupoteza maisha, wengine wakiweza kujeruhiwa na wengine wakiweza kupotea, hawajulikani mahali walipo, na hivyo nyumba zaidi ya 11,000 zimeweza kuharibika kabisa, hali ambayo inazidi kusikitisha watu wengine. Hizo hapo zilikuwa ni taarifa ambazo Pepele News ilikuwa ikikutayarishia kwa siku ya leo. Basi tunakuomba, ikiwa ni mara yako ya kwanza kuweza kututembelea, usiweze kuondoka bila kusubscribe, na ikiwa ni
mara yako kuweza kufikia mtandao wetu huu, usiweze kuondoka bila kutuachia comment, utuoneshe unatufuata ukiwa sehemu gani, na pia unaweza kushiriki habari hizi na ndugu, dada na familia zote ambazo zinakuzunguka, ili nao pia waweze kujifariji na taarifa zetu ambazo tunakuandalia kila siku. Hii ni Pepele News na mimi ni Leta Pepele ambaye nakuletea taarifa hizi kwa siku ya leo. Acha basi tukutanane tena kipindi kijacho cha Muda wa Magharibi.